الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. الكفارة ليوتو كتك مسألة ينوفنغمانا كفارة. تقدم حديث أبي هريرة في الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان. أمتنقلية كتك حديث يا صحابة أبي هريرة juu ya ule mtu ambaye waqa ala imraatihi, alomwingilia mke wake fi nahari Ramadan, katika mtana wa Ramadhan, wa anna alayhi alqada walkaffara, na ikwamba hakika juu yake itampasa kufanya qada, kulipa na kafara. Wa hiya, nao kafara yenyewe itqu raqaba, ni kuwatahuru mtumwa. فإن لم يجد إكيوهانا متوم وقوطهور فصيام شهرين متتابعين، أفونك ميزميل مفلوليزو. فإن لم يستطع إكيوهاويزي فإطعام 60 مسكينا، بس أليش مسكين 60. وقيل كسيما قول بعض ونزون وكسيما إن كفارة الجماع، كفارة يوكم إنجليا مكيو متمتان رمضاني على التخيير لا على الترتيب. نمت على التخيير، أنا خياري يكتغوا موجة katika haya matatu. La ala tartib, si kwamba kafara yake yenda kulingana kwa tartib, yani imma mwanzo uanze na la kuwatahuru, pili ikiwa huna yani la somu, tatu kulisha miskini. Lakin alladhina ra'u at-tartiba akthar, lakini wale ambao walopokea ya kwamba manake ile kafara yende kulingana na taratibu akthar ni wengi. Fariwayatuhum, riwaya yao waloishikilia nguvu ya kwamba hii lazima ende kulingana na utaratibu ulivyo, arjah, ina nguvu zaidi. Liannahum aktharu adada, kwa sababu walikwenda kusema hii kafara lazima iende kulingana na utaratibu uliopangwa. Aktharu adada, ni wengi, idadi yao ni wengi. Walianna ma'ahum ziyadatu ilmin, na vile vile kwa sababu wao wana ilmu ya ziada kuliko hawa waliosema wana khiyari. Haithu ittafaqu, kwa kwamba wameafikiana, ala anna al-iftara, ya kwamba hakika kule kufungua, kana bil jimaa, ilikuwa ni kwa sababu ya nini? Ya jimaa. Walam yahduth hadha fi riwayat al-ukhra, wala haikupatikana haya katika riwaya nyingine. Waman alima hujjatun ala man lam ya'lam, na yule ambaye alojua hujja kwa yule ambaye hakujua. Wa mimma yurajjihu at-tartib aidan annahu ahwat, na miongoni mwa mambo ambayo yenye kutilia nguvu yani ile kafara yende kwamba ende kwa utaratibu, yani kulingana vile ilivyowekwa. Itqu raqaba, huna siyamu shahrain, huna it'amu 60 miskina, ahwat, ni ubora zaidi. ولأن الأخذ به مجزئ، نكتكوا كقوله يفا، سواء قلنا بالتخيير، سواء ما نكتسمى كما mtu awe na khiyari au la, lakini kutukua yani kufuata ile manake au ile kafara ile kwa yani mtu kwenda nao kulingana na utaratibu ni aula zaidi na ni kauli yenye nguvu. Bikhilafi al-aks, yani khilaf ya kinyume chake, yani mtu kuwa na khiyari. Kwa hivyo katika masala haya ni kwamba kauli yenye nguvu ni kwamba ile kafara ya nini, ya jimaa, yende kulingana na utaratibu uliowekwa, ndio kauli yenye nguvu. Waman lazimatuhu al-kaffara, yule ambaye ilomlazimu yeye kafara, wa ajaza anil itq, akashindwa kuwatahuru mtuma, au siyam, au akashindwa kufunga, mtumwa hana kufunga miezi miwili mfululizo hawezi, au al-it'am, au kulisha maskini hana pia, fa innaha tasqutu, basi mtu kama huyu kafara kama ile inampomoka. Huwa hana kafara kwa sababu hana uwezo, amfanya lile jambo lakini hana uwezo wote katika haya matatu. Hukumu yake nini? La taklifa ma'al qudra, hakuna kujikalifisha katika pamoja na uwezo, hakuna kujikalifisha. Sina mtumwa, hali yangu dhaifu, siwezi kufunga miezi miwili mfululizo, alafu situ sina uwezo pia kulisha maskini. Qala Allah ta'ala, Mwenyezi Mungu asema, la yukallifu Allah nafsan, Mwenyezi Mungu haikalifishi nafsi illa wus'aha, isipokuwa kwa uwezo wake.
wa bidalili fi'li ar-rasul, vile vile kwa dalili ya kitendo cha mtume sallallahu alaihi wasallam hakumlazimisha huyu sahaba ya kwamba lazima. Faqad asqata al-kaffara, hakika imepemoka kafara. Faqad asqata al-kaffara, hakika imepemoka kafara ani rajul, kwa yule mtu indama akhbarahu bi'isarihi, wakati alipompa habari mtume bi'isarihi, kushindwa kwake. Alimwambia mtume, ya rasulullah, mimi siwezi. Wadafa ilayhi araqan fihi at-tamr, akampa yani araq yani taga ambalo lilikuwa linjaa tende, liyut'imahu ahlahu, ende akalisha watu wake. Ikiwa hili pia wewe ukiligawanya, wewe pia manake ahali zako watakasirika, tukua ukawape ahali zako. Wala yalzamu almar'atu kaffara, mwanamke halazimiki kafara, kwa sababu ni kitendo kifanywa na watu wangapi? Wawili. Wala yalzam, usijokanuliza, sikiza vizuri, wala yalzamu almar'a kaffaratun, wala haimlazimu mwanamke kutoa kafara. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصاب حقيقة يمتومه أخبر ألقى خباري عن فعل يكتندو جرى بين الرجل وزوجه، kilichojiri na kutokea kati ya mtu na mkewe. Walam yujibu ar-rasul illa kafaratun wahida, hakuwajibisha mtume isipokuwa kafara moja, yani kafara moja, akifunga mmoja au mmoja akiatahuru mtumwa au akilisha maskini, kafara huwa nini? Ni moja, si mbili. Wallahu a'lam. Al-fidya, fidya, kutoa fidya. Al-hamil wal-murdhi', al-hamil mjamzito, wal-murdhi' na mnyonyeshaji, idha khafata, watu wawili watakapochelea, ala nafsayhima, juu ya nafsi yao, wakachelea kwamba watadhurika mwenye mimba ikiwa atafunga, au mwenye kunyonyesha atadhurika endapo atafunga, au waladaihima, au mtu akahofia ya kwamba yule mtoto tumboni atadhurika, au yule anayemnyonyesha mtoto atadhurika, aftarata, hawa watakula katika mtana wa Ramadhani, wa at'amata, na watalisha kulla yawmin miskinan, kila siku miskini. Hawalipi, watafanya nini? Watalisha maskini katika kila siku ambao walikula, watalisha nini? Maskini. Na hii ndio kauli rajih ibn Abbas. Washahada dhalika, likashuhudiliwa hilo ushahidi wake min kitabillahi azza wa jalla, katika kitabu cha Qur'an Mwenyezi Mungu aliposema, wa ala alladhina yutiqunahu, na wale ambao wanaiweza saumu lakini kwa mashaka, fidyatun ta'amu miskin, watatoa fidya kwa kulisha nani? Maskini. Wa wajhu al-istidlal, na ndia ya ushahidi, anna hadhihi al-aya, aya hii makhsusatun, imeteremka makhsus bishaykh al-kabir, kwa mtu mzima, walmar'atu al-ajuza, na mwanamke ajuz, na mwanamke mkongwe, walmarid, na mgonjwa, alladhi la yushfi, ambaye manake maradhi ambayo hayana matarajio ya kupona, walhamil, na nani? Na mwenye mimba, walmurdhi', na mwenye kunyonyesha. Idha khafata, watu hawa wawili watakapohofia, ala nafsihima, juu ya nafsi yao, wakifunga watapata madhara, au waladaihima, au watoto wao, kama sayati bayanuhu, kama itakapokuja ubainifu wake, an ibn Abbas, kutoka kwa sahaba ibn Abbas, wa ibn Umar, na ibn Umar radiyallahu anhuma. Alimta akhal iman, umejua ewe ndugu yangu katika iman, fima madha, katika masala iliyopita, anna al-aya mansukha, ya kwamba aya hii hukumu yake imefutwa, lihadithi Abdullah ibn Amr ibn Umar, kwa hadithi mbili za Abdullah ibn Umar wa Salama ibn al-Aqwa, na hadithi ya Salama ibn al-Aqwa radiyallahu anhuma, wa alaykum salam. Illa annahu thabata, isipokuwa imethubutu manake عن ابن عباس كتوك صحابة ابن عباس على أنها غير منسوخة، يقوم بحكم آيهي هي كفوت باب يتميك في الشيخ الكبير، وأنها في الشيخ الكبير نحكمه يتميك في الشيخ الكبير قمت أمباي مزيمة، والمرأة العجوز عليكم السلام، نما نمكي أمباي نمكونغو لا يستطيعان أن يصوما، ambao hawa wawili hawawezi kufunga,
fayut'imani kulla yawmin miskina, watalisha kila siku miskini. Kwa hivyo mwanamke ambaye ni mjamzito achelea kwamba akifunga atadhurika yeye au kiumbe kilicho katika tumboni mwake, au mwanamke mwenye kunyonyesha akhofia akifunga atakuwa ni dhaifu katika kunyonyesha au atadhurika yule mtoto anayemnyonyesha, basi hawa katika mwezi wa Ramadhani wameruhusiwa kula na kulipa kwao hawatolipa saum, watalisha maskini katika zile siku ambazo hawakufunga, watalisha nini? Maskini. Naam, zile siku ambazo hatakuwa hakufunga pale pale isakulipa. Naam. ولهذا قد يظن قائله هو أن إكذانيوا أن ابن عباس يقوم هي قول الصحابة عبد الله بن عباس فتوى ياكي هو أن إكذانيوا يقوم أن ابن عباس يقوم حقيقة صحابة ابن عباس مخالف لجمهور الصحابة يقوم أم خالف جمهور يوم الصحابة أو أنه متناقض au kwamba hapa katika masala kama haya kuna mgongano baina ya masahaba wengine na Ibn Abbas, wa khassa idha urifat, itakapojulikana annahu sarraha bin nasakh, ya kwamba yeye ameweka wazi ya kwamba hii aya ni mansukh, imefutwa hukumu yake. Wa fi riwayatin ukhra katika riwaya nyingine asema rukhisa lishaykh alkabir, ameruhusiwa mtu mzima, wal ajuzul kabira, na mwanamke ambaye ni mkongwe, fi dhalika, katika hilo. Wa huma yutiqani saum, hali ya kwa wao wawili wanaweza kufunga saum, lakini kwa tabu. An yuftira, wameruhusiwa wafungue inshaa wakitaka, au yut'ima, au walishe chakula, au walishe kulla yawmin miskinan, kila siku miskin, wala qadaa alayhima, wala watakuwa hawana kukidhi wala kulipa watu hawa wawili. Thumma nusikha dhalika, alafu Ibn Abbas akasema katika riwaya hii, kisha hukumu hii ikafutwa fi hadhihi alaya, katika aya hii, yani iliposhuka aya hii, faman shahida minkum ash-shahra falyasum, ikawa hukumu hii ikawa imefutwa. Wa thabata lishaykh alkabir, ikathubutu kwa ule mtu mzima, wal ajuza alkabira, na ajuza mwanamke ambaye ni mkongwe, idha kana la yutiqani as-sawm, endapo kwamba wao wawili hawatakuwa hawawezi kufunga, wal hubla, na mwenye mimba, wal murdhi', na mnyonyeshaji, idha khafata, watakapochelea kwamba watadhurika, aftarata, watafungua, wa at'amata, na watalisha, kulla yawmin miskinan, kila siku moja maskini. وقد نظر القوم، na hakika wameangalia baadhi ya watu, ila dhahiri riwaya almutaqaddima, ya kwamba dhahir uwazi wa riwaya ambayo iliyotangulia, inda al-Bukhari, katika kitabu cha nini, katika sahih al-Bukhari, fi tafsir, katika mlango wa tafsir, min sahihihi, katika kitabu chake sahih, as-sariha, yani kwa uwazi kabisa wameangalia kwa wazi, fi nafyi an-nasakh, kukanusha kufutwa kwa hukumu hii. Fadhannu, wakadhani hawa watu, anna hibra al-umma, ya kwamba mwanachuoni wa umma huu ambao ni Abdullah ibn Abbas, mukhalifu li jumhuri as-sahaba, ya kwamba yeye amekhalifu jumhuri as-sahaba. Walima sudimu birriwayati as-sariha fi an-nasakh, na kwa sababu ya kugongana na riwaya ambazo ziko wazi katika hukumu ya kufutwa. Zaamu, watu hawa kadai, annahu mutanaqidh, ya kwamba hukumu hii ni hukumu ambayo imefutwa. Walhaq, na qawli ambayo ni haq, alladhi la raiba fihi, isokuwa na shakka, anna al-aya mansukha, ya kwamba aya hii hukumu yake imefutwa, lakin bimafhumi al-aqdamiyyin lin-nasakh, lakini kwa ufahamu wa wale ambao waliotangulia. Faqad kana as-salaf as-salih ridwanullahi alayhim, walikuwa salafu salih, radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yao, yutliquna an-nasakh, wakifahamu tamko la nasakh, ala raf'i dalalati al-aam, kwa maana ya kuondolewa dalalatu al-aam, ile dalili ambayo ni am, ya moja kwa moja,
والمطلق والظاهر وغيرها تارة na wakati mwingine taratan na mengineo wakati mwingine imma bitakhsisin imma kwa ile hukumu kukhusishwa au taqyid au kufungwa au hamli mutlaq au kubebwa aya kwa ambayo maana yake ni mutlaq moja kwa moja ala muqayyad kwa kufungwa yani na jambo maalum wa tafsirihi na kuifasiri wa tabyinihi na kuibainisha hatta yusammuna al-istithna wash-shart mpaka wakawa ni wenye kuita ya kwamba hii istithna wash-shart na shart wasifa na sifa naskhan ni naskh litadhammun dhalika kwa kufungamana lile raf'u dalalatu adh-dhahira kuondolewa hukumu ya dhahir wa bayanu al-murad haya ni masala ambayo ikhwa yani masala ya ilmu ambayo manake yenye kuonyesha ikhtilafu za wanazuoni juu ya masala kama haya ya kwamba hukumu ya ule mwenye ninio hukumu ya mwanamke ambaye mwenye mimba je au mwanamke mjamzito na kauli ya sahaba Abdullah ibn Abbas almuhim tutakuja kusoma baada ya kumaliza kitabu lakini tutakuja kuta kwamba ni masala ambayo ya kiilmu na yamekwenda deep ni kwamba kauli ibn Abbas ndio kauli ambao ahlul ilmi wala isahihisha maana masala yote haya yaja katika hii hukumu je yatendeka au ni hukumu ambayo imfutwa na ni kauli sahih ni hukumu ambayo iko ya kama mwanamke mwenye mimba na mjamzito hukumu yake atafanya nini watakula katika mwezi wa Ramadhan hawatofunga na mahala pao watafanya nini watalisha maskini twende katika naam hata kama mwezi mzima tuingie katika masala ya lailatul qadr mbele lailatul qadr fadluha adhim fadla zake ni kubwa liannaha shahidat nuzul alquran kwa sababu fadla zake ni ushuhuda wa kuteremsha Qur'an au wa kuteremsha Qur'an alladhi ambayo yaqudu man i'tasama bihi Qur'an ile inamuongoza man i'tasama bihi mwenye kushikamana na Qur'ani kama ile ila subulil izzati katika ndia ya utukufu wal karama na heshima wayarfa'uhu na Qur'ani ile itamuinua ila qimamil majdi kilele cha utukufu wal khulud na kuwa na izzi milele wal ummatul islamiyya na umma wa Kiislamu allati ambao tattabi'u sunana rasuliha umma ambao wenye kufuata sunna za mtume wake hadwa an-na'li bin-na'li bu kwa bu la tarfa' li hadhihi al-layla a'laman umma ambao yani hauwenui hauupi heshima usiku kama huu wala tansib aqwasan wala haukitishi aqwasan mikuki walakinaha lakini tatasabaqu ni umma ambao wenye yani kushindana ila qiyamiha kusimama usiku kama huu imanan hali ya kuwa na iman wahtisaban na kutaraji malipo wahaka akhi almuslim na hii ewe ndugu yangu muislam alayat alquraniyya aya za Qur'an wal ahadith an-nabawiyya na hadithi za mtume allati ambazo waradat zilizokuja fi hadhihi al-layla kueleza usiku manake fadhila za usiku kama huu mufassala fadluha fadla zake kafa biqadri laylatil qadri yatosheleza cheo cha usiku huu wa laylatul qadr yatosha annaha kuwa usiku kama huu khairun ni bora min 1000 shahrin kuliko miezi 1000 qala Allah azza wa jalla asema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala inna anzalnahu fi laylatil qadr hakika tumeiteremsha Qur'ani jumlatan wahida Qur'ani yote imeteremshwa kutoka lauhil mahfudh mpaka samaa'ud dunya katika usiku wa laylatul qadr kisha kutoka samaa'ud dunya wingi wa ulimwenguni kuja kwa mtume sallam ikashuka taratibu kwa muda wa miaka 23 wama adraka ma laylatul qadr hivi ndivyo Qur'ani ilivyoshuka wama adraka ma laylatul qadr ni lipi lenye kukujuza kuhusu huo usiku wa laylatul qadr ni usiku gani laylatul qadri
usiku wa lailatul qadri khairun ni bora min 1000 shahr, kuliko miezi 1000, miaka 83. tatanazzalu almalaika, wanateremka malaika, waruhu fiha, pamoja na Jibril katika usiku kama ule, biidhni rabbihim, kwa idhni ya mola wao, min kulli amr, na kila amr. Salamun hiya, ni amani katika usiku kama ule, hatta matla'i alfajr, mpaka kuingia alfajiri. Wa fiha, katika usiku huo, yufraku kullu amrin hakim, Mwenyezi Mungu yani hubainisha kila jambo. Qala ta'ala, Mwenyezi Mungu asema, inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, hakika sisi tumeiteremsha Qur'an katika usiku wenye baraka. Inna kunna mundhirin, hakika sisi ni wenye kuonya. Fiha, katika usiku kama ule, yufraku kullu amrin hakim, hupitishwa kila jambo. Amran min indina, amri inayotoka kwetu sisi. Inna kunna mursilin, sisi ndio wenye kutuma mitume. Rahmatan min rabbika, zote ni rehma kutoka kwa Mola wako. Innahu huwa as-sami'ul alim, hakika yake yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, as-sami', ni mwenye kusikia, al-alim, ni mjuzi. Waqtuha, wakati wake. Warada an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, imepokewa kutoka kwa mtume, annaha lailata 21, ya kwamba wakati wa lailatul qadr, usiku huu wapatikana usiku wa kuamkia tarehe 21, wa lailatu 23, na usiku wa kuamkia tarehe 23, wa 25, na usiku wa kuamkia tarehe 25, wa 27, na usiku wa kuamkia tarehe 27, wa 29, na usiku wa kuamkia tarehe 29, wa akhiru lailatin min Ramadhan, na ile usiku wa mwisho katika mwezi wa Ramadhan. Kauli hizi yani manake wamekhtalifiana wanazuoni. Qala ash-Shafi'i, asema al-Imam ash-Shafi'i rahimahullah, kaanna hadha indi wallahu a'lam, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yujibu ala nahwi ma yus'alu anhu, kana kwamba jambo hili kwangu mimi na Mwenyezi Mungu yuwajua ya kwamba hakika ya mtume sallallahu alayhi wasallam kana yujibu, alikuwa akijibu, ala nahwi ma yus'alu anhu, kama mfano wa vile anavyoulizwa. Yuqalu lahu analtamisuha fi lailati kadha, mathalan akiulizwa mtume, je, tuitafuta usiku wa lailatul qadri katika usiku wa siku kadha, fayaqul, mtume akisema, iltamisuha, itafuteni lailatul qadr fi lailati kadha, katika usiku wa kadha. Wa arjahu al-aqwal, qawli ambayo yenye nguvu katika usiku wa lailatul qadr, annaha fi awtar al-ashr al-awakhir, wapatikana katika siku za witri ya 10 la mwisho min Ramadhan, ya mwezi Ramadhan. Wa alayhi yadullu hadith Aisha, na hili la dalil حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور العشر الأواخر من رمضان akijikurubisha kwa Mwenyezi Mungu katika siku za mwisho wa mwezi wa Ramadhan. Wayaqul, akisema taharraw, wa fi riwayatin iltamisu, itafuteni lailatul qadri, usiku wa lailatul qadri, fil witri, katika siku za witri, من العشر الأواخر من رمضان، katika 10 la mwisho. Siku za nini? Za witri, ليلة السابع والعشرين, yani zote. Lakini leo utakuta kuna bid'a, manake watu wa tariqa ule tarehe 27 asubuhi utakuta matari yapigwa. Naam, jambo la kusikitisha sana. Watu badala manake wankesho siku kama ule wataraji khairi, bao alfajiri yake kuna mitaa mingine utasikia nini? Utasikia tari zapigwa zefi asubuhi. Nini huu? Leo tarehe 27, kila mlango kwa matari, haya fui, haya toa chako, toa. Hamu hatuoni mpaka leo katika watoto wa Kiislamu maskini. Tuwasikitikia Mwenyezi Mungu aongoze, hawajui fadhila Ramadhani, hawajui umri wao, wakawa manake Ramadhani wapita wao na matari na vigoma tu bwana. Hii ni hatari, wankuswa na walimu zao. Tayeb, fa in dha'afa al-'abd, ikiwa atakuwa mtu atakuwa dhaifu mja, au ajaza au akashindwa, basi fala yughlabanna, asishindwe ala as-sab'i al-awakhir,
ashitinde zile siku 7 za mwisho. Lima warada an ibn Umar, kwa iliyopokewa kutoka sahaba ibn Umar, قال أسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها itafuteni usiku lailatul qadr في العشر الأواخر katika 10 la mwisho. fa in dha'afa ahadukum, atakapodhaifika mmoja wenu, au ajaza au akashindwa, fala yaghlubanna ala as-sab'i al-bawaqi, basi asishindwe katika siku 7 za mwisho. وهذا يفسر نهل فسيرا لفسيروا قوله صلى الله عليه وسلم لأنه لكن تومن aliposema ara ru'yakum, naona ndoto yenu, qad tawata'at, imeafikiana, faman kana mutaharriha, yule anayetaka kutafuta usiku wa lailatul qadr falyataharraha fi as-sab'i al-awakhir, au tafute kwa kujitahidi na ibada katika fi as-sab'i al-awakhir, katika siku 7 za mwisho. ومعلوم من السنة، na maalum na ni jambo lenye kujulikana min sunna, katika sunna, anna ma'rifataha, kula kuijua ule usiku au kujua ule usiku, rufi'at, hukumu hii iliinuliwa. Watu walikuwa wajue na mtume alijua, lakini baadaye maana yake nini, akasahaulisha kusudi, ilikuwa tujue usiku wake ni upi. lianna an-nasa takhasamu, kwa sababu watu waligombana. An Ubadah ibn Samit, ampokea sahaba Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم بليلة القدر، alitoka mtume wa Mwenyezi Mungu katika siku ya Lailatul Qadr. Fatalaha, wakagombana, rajulani, watu wawili, minal muslimin, miongoni mwa Waislamu wagombana. Faqal, mtume akasema, inni kharajtu, mimi nilikuwa ninatoka, liukhbirakum, ili kuwapa habari nyinyi, bilailatul qadr, kwamba kuhusu usiku wa Lailatul Qadr ilikuwa ni siku kadhaa, ulikuwa ni usiku kadhaa. Fatalaha fulan wa fulan, wakateta fulan na fulan. Wa asa, kwa hivyo hukumu kama ile Mwenyezi Mungu akansahaulisha. Fa asa an yakuna khairan lakum, na hili la kusahaulishwa huenda ikawa ni khairi kwenu nyinyi. Faltamisuha, lakini itafuteni, fi tasi'a, katika usiku wa kuamkia 29, wasabi'a, na usiku wa kuamkia 27, walkhamisa, na usiku wa kuamkia 25. Wa fi riwayatin, katika riwaya nyingine, fi sab'i, katika usiku wa 27, wa 9 wal 5. Tambih, uzundusho. Jaat ahadithun, zimekuja hadith, tushiru, zenye kuonyesha, ila anna lailatul qadri, ya kwamba hakika ule usiku wa lailatul qadri fil 10 al-awakhir, wa katika usiku wa mwisho. Wa ukhra, na nyinginezo, riwaya nyingine, hadithi nyingine zimekuja, annaha, kuonyesha ya kwamba usiku lailatul qadri fi awtar al-10 al-awakhir, zapatikana katika zile siku za witri, za 10 la mwisho. Wal awwal am, riwaya ya kwanza ambayo aliyosema kwamba Lailatul Qadr yapatikana katika 10 la mwisho lote ni am. Wathani, na riwaya ya pili au hadithi ya pili hii khas. Wal khas, na hii khas yuqaddamu, yatangulizwa, ala al-am, ya am. Kwa hivyo maana yake tujitahidi lile 10 la mwisho lote ambalo Mtume sallam alikuwa akijitahidi, lakini tujue kwamba Lailatul Qadr possibility kubwa yapatikana katika nini, siku za witri ya mwezi wa Ramadhan. وجاءت أحاديث، zimekuja hadith, tushiru, zenye kuonyesha, annaha, ya kwamba usiku huu fi sab'i al-bawaqi, usiku huu wapatikana katika zile siku 7. Wa hadhihi muqayyada, na hukumu hii imefungwa bil ajzi, kwa ule mtu ambaye asoweza siku 10 zote, wa dhaf, na ambaye ni dhaifu. Fala ishkal, wala hapana mishkal. Wa huna ta'talifu al-ahadith, hapa hadithi zote zaungana mafhumu kwa moja, wala takhtalif, wala zikhalifiani. Watattafiq, hadithi zote za Lailatul Qadr na fadhila zake zafikiana, wala taftariq, wala zitengani. Fa khulasatul qawl, ufupisho wa kauli kama hii, anna almuslima, ya kwamba hakika ya muislamu, yataharra Lailatul Qadr, atajitahidi katika kuitafuta Lailatul Qadr fi awtar al-10 al-awakhir,
katika siku za witri lailatu 21 usiku kwa mkatarehe 21 و23 na 23 و25 na 25 و27 na 27 و29 فإن ضعف atakapokuwa hawezi dhaifu au ajaza an talabiha au akashindwa kuitafuta anil witri al-awakhir zile siku za witri za mwisho falyatlubuha aitafute lailatul qadri fi awtari as-sab'i al-bawaqi katika zile siku za witri zilizobakia lailatu 25 kuanzia usiku kwa mkata 25 wa 27 na 27 wa 29 wallahu a'lam. كيف يتحرى المسلم ليلة القدر؟ vipi ataitafuta muislamu lailatul qadr? Watafutwa vipi? Kwa kukesha, kwa kupiga matwari, kwa kukaa kwenye kera. Inna hadhihi al-layla al-mubaraka, hakika usiku huu ambao ni baraka, man hurrimaha, yule mtu ambaye atanyimwa khairi za usiku kama huu, faqad hurima al-khaira kulla, ametakuwa amenyimwa khairi zote. Wala yuhramu khairaha, wala hawi mwenye kunyimwa khairi za lailatul qadr illa mahrumun, isipokuwa yule ambaye alonyimwa na kuharamisha kupata khairi za Mwenyezi Mungu. Walidhalika, kwa ajili hii, yundabu lilmuslim, imesuniwa kwa muislamu alharis, aliyenapupa ala taati llah, kumtii Mwenyezi Mungu, an yuhyiha, ahuyisho siku kama huu, imanan, hali yakuna iman, wa tama'an, natama fi ajriha alazim, katika ujra wake. Fa in fa'ala dhalika, atakapofanya hilo, ghafara Allahu lahu, Mwenyezi Mungu atamsamehe yeye, ma taqaddama min dhanbihi, yaliyotangulia katika dhambi yake. Qala sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu, man qama lailatal qadri, mwenye kusimama usiku wa lailatul qadr, imanan, hali ya kuwa na iman, wahtisaban, na kutaraji malipo, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa madhambi yake yaliyotanguliwa. Wa yustahabbu ad-du'a fihi, na ni sunna kuleta dua kwa wingi katika usiku kama ule, wal ikthar minhu, na kukithirisha. Faqad warada an as-sayyidati Aisha radhiyallahu anha, imepokelewa kutoka bibi Aisha, qalat, asema, qultu, nilisema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, araaita, waonaje, in alimta, utakapojua, ayya lailatin lailatul qadr, usiku upi ni usiku lailatul qadr, ma aqulu fiha, in alimtu, nitakapojua mimi ya kwamba usiku huu lailatul qadr, niseme nini? Quli, mtume akamwambia, sema, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, ewe Mola, innaka afuwun, hakika yako wewe ndiye mwenye kusamehe, tuhibbul afwa, wapenda msamaha, fa'fu anni, nisamehe mimi. Akhi, barakallahu fik, ewe ndugu yangu, Mwenyezi Mungu akubariki, wawaffaqaka li ta'atihi, na kuwafikia katika toa yake. Alimta, sasa ushajua, ayya lailati hadhihi al-laila, usiku huu ni usiku gani? Kwa hivyo fa'alaika bilqiyam, fa'alaika alqiyam, ni wajibu wako wewe kusimama kufanya ibada fil ashr al-awakhir, katika 10 la mwisho wa usiku. Wa ihyaiha bil ibada, na kuhuisha kwa ibada. Wa i'tizali an-nisa, na kuepuka wanawake. Wa amur ahlaka bidhalika, waamrishe watu wako kwa jambo kama lile. Wa akthir min at-ta'ati fiha, na kithirisha kumtii Mwenyezi Mungu. عن عائشة رضي الله عنها أنبكي بعائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم alikuwa mtume wa Mwenyezi Mungu idha dakhala al-ashr, inapoingia 10 la mwisho, sadda mi'zara, akifunga kikao chake kizuri kwa ajili ya ibada, akijikaza zaidi. Wa ahya laila, na akikesha usiku kama ule. Wa ayqadha ahla, akiwaamsha wake zake pia wafanye nini? Ibada. Utakuta kwa bil asafi shadid, morali yaanza Ramadhani, kila siku zinazokwenda morali ya nini? Yapungua, mpaka watu misikiti ashr al-awakhir, badala ya kujaa ashr al-awakhir yapungua, na watu kwenda mashopping na kwenda kununua hivi mapazia na kila kitu, haifiki hata 10. Amina, kwambia mwisho 10. Wa kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume wa Mwenyezi Mungu, yajtahidu fil ashr al-awakhir,
akijitahidi katika siku 10 za mwisho ma la yajtahidu fi ghairiha, kuliko anavyojitahidi siku nyingine hajitahidi katika ibada kama anavyojitahidi katika 10 la mwisho. Sasikia Sheikh Ahmed kwa nenda umra bwana, alamatuha alama zake. Wa'lam jua ayuha al-abd at-ta'i', ewe mja mwenye kumtii Mwenyezi Mungu, amaddaka Allahu bi ruhin minhu, Mwenyezi Mungu akupe nguvu zinazotoka kwake yeye, wa ayyadaka bi nasrihi, na akupe nguvu na nusra zake. Mwenyezi Mungu akusaidie na nguvu zitoka kwake yeye na akupe nusra. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hakika ya mtume wa Mwenyezi Mungu, wasafa, amesifu sabihata lailatul qadr, amesifu ile hali ya ile asubuhi ya kuamkia lailatul qadr, amesifu ule asubuhi yake huwa ni vipi. Ukitaka kujua alama ya lailatul qadr, liya'rifa almuslim, ili apate kujua ni muislamu aya laila ni siku upi, alama yake ni upi. An Abi Dharr radhiyallahu anhu, ampokea sahaba Abi Dharr radhi za Mwenyezi Mungu za juu yake, qala sallallahu alayhi wasallam, sabihata lailatul qadr, asubuhi ya siku alfajiri, tatlu ash-shams, hutoka lile jua, la shi'a, halina miale, yani si kali likitoka, ni jua latoka halina miale. Kaannaha tast, yani kana kama ni tastas, ni kitu kama manake charauni namna hivi, yani halina ukali, yani ni kitu ambacho moto lakini halina ukali. Hatta tartafi, mpaka manake lile jua lipande, huwa halina ukali kabisa wakati wa asubuhi mpaka litakapokuwa lapanda. Wallahu a'lam, itakobakia inshallah tutayamaliza.